الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، tulisimama kwa muda inshallah tuendelee tena katika tafsiri ya sura Taha. Mara ya mwisho tulikuwa tukizungumzia kuhusu hizi aya namba ya 124, 25 mpaka 126. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Aya hizi tumezielezea kwa kirefu namna gani yule mtu ambaye man a'radha an dhikri, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atakayejiepusha na mawaidha yangu, atakayegeuza uso wake akakataa kufuata, akapuuza, na yeye anakuwa mfano wake mfano wa kipofu, asiona kitu wala hatufahamu kitu kile kinachozungumzwa, kwa sababu hataki hata kusikiliza. Adhadha, amekataa. Ni tofauti baina yake na mtu kipofu, ni sawa sawa. Kwa hivyo hapa ilipokuja aya waman a'radha an dhikri, basi huyu mtu adabu yake itakuwa ni fa inna lahu ma'ishatan banka. Jambo la mwanzo anasema nini? Kwa yakini huyu mtu atapata maisha yenye dhiki ya tabu, bank, dhiq. Alafu isitoshe akasema wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, na tutamfufua huyu mtu hali ya kuwa kipofu. Alipokuwa duniani akigeuza uso wake anafananishwa kama a'ma, kwa sababu hataki kusikiliza, hataki kusikiliza dhikri ya Mwenyezi Mungu. Anaitwa katika imani, hataki wala hana haja nayo. Kwa hivyo adabu yake mtu huyu, kama Allah anakusema, wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, ndio kitu anachostahiki, kwamba atafufuliwa akiwa kipofu. Kipofu hawezi kuona njia ya mbele anayoendea mpaka apate msaada. Lakini kama tulivyoelezea aya nyingine, sema kwamba kipofu na kiziwi na bubu, kama tulivyoelezea katika aya darasa ya mwisho, kwamba angelikuwa kipofu bado anaweza kupiga kelele, nipelekeni, nikamateni mkono, nifikisheni pala fulani, lakini hasikii chochote chenye kusemwa, na wala hawezi kupiga kelele. Bubu hawezi kupiga kelele, njoo nisaidieni. Kwa hivyo atakuwa katika hali kama hii, kwamba ule upofu wake, kama alivyoikataa hapa njia ya kheri, njia ya hidayah, na Mwenyezi Mungu anampuuza. Fa inna lahu ma'ishatan dhanka, kitu cha mwanzo natija ya i'rad, kugeuza uso wako na kutokukubali yale yanayoelezewa katika hidayah ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, basi adabu yake atakapata maisha dhiki, maisha dhanka. Na jambo la pili, wakati wa kufufuliwa, wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma. هل دنياني لبكوا أعمى عن الهداية
hataki kusikiliza. Je, atafufuliwa ama kama alihidayah tu, ama atafufua ama haoni kabisa? Sema kwamba haoni, kama tulivyoelezea katika darasa mwisho, ni jawabu yake katika aya inayofuatia, aya 125. Qala rabbi, anasema sasa, ewe Mola, Mola wangu, ewe Mola, lima hashartani a'ma, ewe Mola, kwa nini? Anapiga kelele, Mola mlezi, kwa nini? Mbona umenifufua kipofu? Waqad kuntu basira, na alhali mimi nilikuwa nikiona. Jawabu yake kwamba upofu wa hidayah wala upofu wa hisia, hasa kwamba haoni, kwa jawabu au kama aya inayofuatia 126 kama tulivyosema, qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa. Alipopiga kelele, kwa nini mwenifufua? Qariba lima hashartani a'ma, ina maana wanahshuruhu yawm alqiyamati a'ma, atafufuliwa kwa haoni kabisa. kule tunasema summun bukmun umyun fahum la yarji'un, summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Atakauziwi na upofu na ububu mwenyewe juu ya aya za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kitu anachostahiki afufuliwe akiwa haoni. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, lakini wakati wa kufufuliwa, kwa sababu aya nyingine baadaye zinaonyesha kwamba nini atakuwa anaona, atakuwa anasema, lakini tutaacha kwanza maelezo hayo kwa wakati mwingine. Lakini tutizame hapa kwamba alivyoambiwa maneno haya, qala kadhalika, anajibiwa ndio hivyo hivyo ndivyo tutakavyomlipa huyu mtu. Qala kadhalika, Mwenyezi Mungu atasema ndivyo hivyo. Atatka ayatuna, zile kufikia aya zetu, ishara zetu. Lakini hapa tazama basi, kadhalika atatka ayatuna fanasitaha. Anisyan, maana kubwa inachukuliwa ni kwamba nini? Ni kusahau. Lakini sisi tunajua kwamba kusahau ni udhur. Hal huyu kasahau kweli? Na Mwenyezi Mungu atampa adhabu yote hii kwa sababu ya kusahau kwake? Ina maana kwamba fanasitaha sio maana ni kwamba alisahau, bali tarakaha, aliziwacha. Qala kadhalika atatka ayatuna, hivyo ndivyo kwamba zilikujia ayat zetu. Wal ayat hapa, ayat gani? Unapozungumzia ayat, siku zote unakwenda katika mambo matatu. Jambo la mwanzo, ayatu dhahir kauniya, ayat miujiza ya Mwenyezi Mungu wa ulimwengu kuumbwa, na kila kilichokuwemo, kilichoumbwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala ni aya. Kila kitu ni aya. Wadalil, utazikuta aya tele ukitembea katika Qur'an, kama nilivyosema, inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayat liulil albab, katika kuumbwa mbingu na ardhi, na kule kuja usiku baada ya mchana na mchana baada ya usiku, kukhtilafiana, au kuja baadaye nyuma yake usiku na mchana, wa ikhtilafi layli wa nahari, la bila shaka la ayat, ni ishara tosha. Lakini si kwa kila mtu. Asiyetaka a'radha an dhikri, haiwezi kumsaidia kitu, wala yuko mbali nayo.
yule ambaye liulil albab, ashab al-uqul, watu wanataka kusikiliza wakahofu, wakaona hofu. Kwa hivyo ayat kaunia hiyo moja ni kwamba kila kitu Mwenyezi Mungu, wa ayatu lahumul ardhul maytatu ahaynaha, aya ishara kwamba ardhi ilikuwa imekufa, Mwenyezi Mungu akaihuisha, tukaona inapanda miti inaota na nini na kila kitu, ardhi inachangamka kwa kuteremshwa mvua nini. Wa ayatu lahumul laylu naslakhu minhu an-nahara fa idahum, ila akhir aya katika sura Yasin, fa idahum mudhlimun. Aya zetu tunachuna, tunaondoa usiku mchana katika nini, tukauingiza usiku. Mudhlimun. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض أولم يروا, hawaoni ayat namna gani ndege inaporuka akifunua na kufunga mbawa zake na huko anaruka, ma yamsikuna ila rahman. Ayat chungu zima, hasa kuhusu mbingu na kila kitu, nyota alivyoumba na jua na ardhi na mwezi na kila kitu. Haya yote ni katika jumla ayat. Alafu njoo viumbe vingine vyenye uhai na visivyokuwa na uhai, yote ayat, ishara. Hata ukimtizama kiduchu basi na aya ndani yake, na ishara ya kuonesha yupo aliyeumba. Alquwa alkhafia, nguvu, walilmu, na ilmu kubwa, na nini tena, na qudra kubwa sana wenye kuweza kufanya vitu vyote hivi na kuviumba. Hii ndio dalili. Na kwa hivyo unapoona katika aya inavyosema nini, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, tutaonesha ayati zetu kwa upeo wa macho wanapotizama above the horizon. Sanurihim ayatina wa fi anfusihim, na katika nafsi zao ni aya. Binadamu jizame, wa fi anfusikum afala tubsirun, na katika nafsi zenu hamwezi kuona miujiza, hamwezi kuona ishara kubwa kwamba huyu aliyekuumba wewe hali ulivyo ni jambo kubwa sana. Kwa hivyo unapokuta aya kama hii, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq, mpaka ibainike kwamba ni haki. Kubainika kwa haki kunakuja katika step ya mwanzo ya ishara ya vitu alivyoviumba Mwenyezi Mungu, akakuonesha utukufu wake na adhamatullah, akakuonesha katika vitu vyake, na wewe akakuweka karibu zaidi wewe mwenyewe nafsi yako. Ukiondoka katika ayatullah alkauniyya, anaposema aya qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha, si ndio aya inaposema aya 126 zimekujia ayati zetu zote za kila aina. Usisema ayati ya Qur'ani tu, ayati za Qur'an, ayati al-ahkam zaidi, na kukuzindua, tizama kitu fulani, tizama hivi, uchukue nini, ibra, funzo, zingatio. Lakini hasa miujiza ya mitume, wamekuja mitume kwa kuthibitisha kila mmoja utume wake kwa ile miujiza aliyopewa. Kwa hivyo aya ya pili, ukiwacha viumbe vyote alivyoumba Mwenyezi Mungu, kuanzia kiduchu kabisa, minadharra ila almajarra, kama nilivyosema, kutoka dharra atom, kitu kiduchu kabisa, ukenda mpaka ulimwengu wote huu, universe yote dalili za Mwenyezi Mungu katika kila kitu. Wa fi kulli shay'in aya, na katika kila kitu aya tadullu ala adhamatihi subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo miujiza aliyokuja nayo mitume ilikuwa ni thibitisho kwamba mimi nimetuma Mwenyezi Mungu, na kama waamini, hii ndio miujiza aliyonipa Mwenyezi Mungu. Ikiwa Saleh na kupasuliwa mlima jabali akatoka ngamia, au ikiwa Musa kupewa fimbo ikageuka joka, au mitume wengineo na miujiza kadha kadha,
na Mtume sallallahu alaihi wasallam inatosha kwamba Qur'an ni muujiza kwake. Ndani yake dalili ya kuonesha ni maneno ya Allah. Na aya tatu hizi aya tunaziona hii. Kila sura na idadi ya aya. Sura al-Baqara aya 286 inatainaka aya tatu na ila akhiri. Hizi zote hizi aya ndani yake kuna ahkam, ndani yake kuna visa vya itibar kwa ajili ya nini kuzingatia. Na ndani yake ahkam za sheria. namna gani wewe binadamu uishi. Kwa hivyo huyu qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha. Fanasitaha hal bimaana kwamba ukazisahau. Na ndio maana ya kwanza ukisikia nisyan yansa anasahau. Lakini fanasitaha ukazipuuza. Fanasitaha fataraktaha tark ukaziacha ukazipuuza. Limadha? Kwa sababu ukisema bimaana nisyan bimaana kusahau, ingelikuwa huyu kasahau mtu alikuwa nao udhur, lahu udhur, ana udhur wake. والواقع ليس النسيان إلا بمعنى الترك يترك أنا وجه. ودليل كمفانو آية ربهم بوميني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا usitutie adabu ikiwa tumesahau au ikiwa tumekosa. Akaja kasherehesha Mtume sallallahu alaihi wasallam bimaana hii kwamba nini? Kwamba an-nisyan udhur, Mwenyezi Mungu anasamehe. قال ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال kutoka Ibn Abbas ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema inna Allah tajawaza an ummati akhta wa nisyan wa mastukrihu alayhi. Ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema inna Allah, hakika Allah tajawaza an ummati, amewasamehe umma wangu. Tajawaza an, hajapitisha hukumu yake kwa kila jambo nilifanya binadamu, la. Tajawaza yani kwamba kawachia, kasamehe ummati wangu al-khata, makosa, wa nisyan, na usahau, wa mastukrihu alayhi, na ile jambo analazimishwa afanye karhan, sio kutaka, lakini amekirihishwa bimaana amelazimishwa kufanya. Wa mastukrihu alayhi, ndio kwa maana ikaja aya faman istura ghaira baghin wala adin fala isma alayhi. Faman istura, aliozalimishwa ikawa ni dharura kwake, ikiwa dhalishwa na mwingine au imemfikia hali situation kwamba ndo lazima, hakuna chakula, hakuna nini, kakuta nyama ya nguruwe, la kula, basi ghaira baghin, sifanye wala adin, sipindukie mipaka ile ule kwa ile haja tu ya kuzuia njaa ila akhir. هذه المعنى kwamba nini al-khata wa nisyan wa mastukrihu. Mtu amekosea bila kujua akarudi mbio kwa muda wake, Mwenyezi Mungu atamkuta kwamba ni mwenye kukufiri. Kwa hivyo aya tumeona hii hadithi ametoa Ibn Majah wal Baihaqi na wengine kuhusu mambo haya matatu ambayo Mwenyezi Mungu hamhisabii mtu anayefanya makosa haya. Lakini pia tunapoona ile aya nyingine inasema laysa alaykum junahun fima akhtatum bihi wa laysa alaykum junah, yani hakuna makosa fima akhtatum bihi, kwa yale mliokosa, walakin wakati gani mnaingia katika makosa na kuhesabiwa ma taammadat qulubukum, yale ambayo nyoyo zenu imekusudia hasa kuyafanya. Wakana Allahu ghafurur rahima, hii aya 5 ya sura Ahzab. Wakana Allahu ghafurur rahima. Kwa hivyo
tarkuha iwe ni tarku nasi, kuacha kwake, kuacha kwa yule mwenye kusahau, ndio ambaye haisabiwi. Ama ukichukua maana kwa kusahauliwa, hapo ndio tupokuwa ni bimaana aya fanasitaha, ukasahau sahau, na huku aya tunguzima labda la tuakhidna in nasina. Kwa hivyo nisa ukapuuza, wakadhalika alyawma tunsa. Hal Mwenyezi Mungu anasahau na yeye anakuachia, anakuuza pia kama unapuuza wewe. Kadhalika alyawma tunsa, maana ikiwa tunsa alyawm bimaana nini? Ukichukua maana kusahauliwa, anaachwa kabisa. Kwa hivyo anaachiwa, anasahauliwa, na adhabu pia hapewi. Mwenyezi kasahau kumwadhibisha, astaghfirullah. Haiwezi kuwa. Kwa hivyo adhabu inamsubiri. Tumemsahau, tumempuuza katika naimu janna na raha za peponi, au sivyo? Na yeye atanyimwa, ataachwa asipate, lakini adhabu la inamsubiri kwa kila amali aliyofanya. Kwa hivyo fil uquba, katika adabu hamna nisyan, hamna kuachwa. Hapa ni kupewa tu adabu yake anastahili. Fanasita wa kadhalika alyawma tunsa, na hivi ndivyo leo utavo samehewa. Kwa hivyo aya kama hii, qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa, halafu nakuja wa kadhalika aya 127, wa kadhalika najzi. Hivi kadhalika inaungana na za kabla, sio? Wa kadhalika, na vivyo hivyo, mithli hadha aljaza, kama jaza uliyopata huko pia huko, ndio maana yake lazima unganishe, sio? Wa kadhalika, na basi hivyo hivyo, mithli jaza hadha aljaza najzi, ili kukutilia uzito zaidi kwamba kadhalika kama ya juu, jaza ya kupata juu, na huku pia najzi man asraf, najzi man asraf, man asrafa walam yu'min biayati rabbih. Naam, kuna maana israf na maana israf. Israf ya kwanza hii hapa, israf kupindukia kiasi cha jambo katika maasi, fil maasiya. Tajawaz lilhad, iliyokiwa ukenda ukapindukia, ukazama katika maasi, asra. Wa inna fir'auna la'alin, napokuta aya kama hii, wa inna fir'auna la'alin fil ardi, Mwenyezi Mungu apindukia jeuri zake katika ardhi. Wa innahu la min almusrifin, musrifin kapindukia mpaka katika maasi na dhulma. Kwa hivyo inachukua maana moja hii. Kwa hivyo man asrafa, alikataa kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu, wala siamini wala yu'min bi ayati rabbih, yote ni katika nini? Kuonesha katika sifa za watu wa motoni hawa. Na ndio kwa maana kamalizia, wala adhabu al-akhirati ashaddu wa abqa, adhabu ya akhira na msubiri bali shadid, kubwa zaidi na yenye kuendelea. Wakadhalika najzi man asraf, na unakuja katika aya nyingine kama hapa nasema nini? Firauna la'alim fil ardi wa innahu la min almusrifina, hi Yunus 83. Na unakuta aya nyingine sasa, wa anna lilmusrifina hum ashabun nar. Rajul mu'min min ali Firauna alisema haya kwamba anna almusrifina hum ashabun nar. Musrifin, israfu ya kupindukia mpaka katika maasi, ambayo ndio inakuja maana yake. Ukiacha maana israfu nyingine, walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu
wakulu washrabu wala tusrifu. Tutazama maana ile pia, lakini hapa tunaona aya hii man asrafa, na aya ziko hizi sio mbili tu mfano, lakini ziko aya tele za kuonesha min almusrifin, watu waliopindukia katika dhulma na maasi, na ukiongezea kwamba pia walam yu'min biayati rabbih, walam yu'min biayati rabbih, huwa anakuwa anastahiki adhabu kama walipata hawa waliofufuliwa vipofu wakati katika adhabu, na duniani ukapata maisha ya dhiki. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa wa kadhalika najzi man asraf wa lam yu'min biayati rabbih, asiamini aya Mola wake mlezi. Na kwa hivyo na wala adhabu al-akhirati ashaddu wa abqa, na bila shaka hakika adhabu ya akhira ni kali zaidi na inadumu zaidi. Wa abqa, inadumu zaidi. Ama israfu nyingine, tajawuz al-hadd al-ma'lum, uloruhusiwa katika maamrisho Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ameamrisha tumieni mali zenu katika kuwatazama ahli zenu, mke na watoto wako na wote waliokuwajibikia, baba, mama na wengineo. Waladhina idha anfaqu, wale ambao wanatumia mali zao katika kuleta nafaka, kwa ajili ya chakula, kwa ajili ya vivazi, kwa ajili ya haja za aila, familia. Unaambiwa pia sio mtu ana mamilioni kwa milioni atumia atakavyo tu. Waladhina idha anfaqu, katika mambo ya dharura, mambo ya kuweka hai. Waladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, sura Furqan. Na wale ambao wanatumia katika mali zao kwa ajili ya haja zao za dharura za kuendelea na maisha yao, hawafanyi israfu, hawapinduki mpaka katika israfu. Maana kupindukia mpaka, kupindukia ile kiasi hasa, ndio maana tajawuz al-hadd. Ikiwa katika mambo ya khairi na ikiwa katika mambo ya nini pia, kwa sababu musrifina kama tunaona mwanzo katika kupindukia katika dhulma na maasi. Kwa hivyo ikiwa katika aya kama hii ya sura Furqan, wadhina idha anfaqu lam yusrifu, nakataza israfu. Lakini Sayyidina Umar radhiallahu anhu ametubana sana katika imani ya israfu. Sayyidina Umar anasema kafa bil mar'i sarfan, yatosha kumwita huyu mtu musrif, anafanya israfu. Kafa bil mar'i sarfan an yakula kulla ma ishtaha, anakula kila anachokitamani tu, anakula kila chaana takaichi mapesa yamejaa mfukoni, basi hiyo israfu. Nakupa maana nzuri kabisa. Kafa bil mar'i sarfan an yakula kulla ma ishtaha, la izuia nafsi yako, itakuwa israfu hii bwana. Na Imam Shafi anasema kuhusu tabdhir na israf. Imam Shafi anaingia kwenye maana ya tabdhir, anasema infaq al-mal fi ghairi haqqihi, infaq al-mal fi ghairi haqqihi, kutumia mali pasipokuwa na haki ya kutumika, katika muharramat au katika yote ghairi haqqihi. Na ولا تبذير في عمل الخير، لا تبذير في عمل الخير، kiwango kile kile la kupindukia ikiwa katika amali za khairi, basi haitwi tabdhir. Hiyo ni khairi tupu, hiyo kupindukia mpaka katika kufanya khairi. Na tutasimama hapa inshallah ili tuendelee kipande hichi israfu na tabdhir, ili iwe darasa ifuatayo kuanzia hapo inshallah. Wabihadha naktafi, والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.